Moja ya kitu cha kimsingi sana, mtu wa Mungu, ambacho tunatakiwa tumuombe Mungu akiimarishe ni mchakato mzima wa maachilio ya Tundu Lissu. Siku ya Ijumaa ya tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026, wakati ibada ya kinabii ikiendelea, ibada yenye mlengo wa kinabii unaosema unabii wa mwezi wa 7 kuhusu nchi ya Tanzania sehemu ya 3, MWB James Onea alitoa maneno ya unabii kuhusiana na maachilio ya mwenyekiti wa chama cha Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu, na haya ndio yalikuwa maneno yake. Moja ya kitu cha kimsingi sana, mtu wa Mungu, ambacho tunatakiwa tumuombe Mungu akiimarishe ni mchakato mzima wa maachilio ya Tundu Lissu. Kwa sababu mwezi wa 7 sawasawa na Kumbukumbu la Torati 15 mstari wa kwanza, mwishoni mwa miaka 7 kutakuwa na nini? Na maachilio. Mtu wa Mungu, haikuishia hapo. Mpaka mafuta ya Bwana aliendelea kuachilia maneno ya unabii na kusema ya kwamba jambo hili litaenda kimataifa. Lakini mimi nina taarifa zaidi ya hiyo ya kumshtaki DPP. The matter will go international. The matter will go international. Na tumeshuhudia mwanzo wa utimilifu wa neno hili la unabii, ambapo siku ya Jumamosi ya tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka 2026 tumeshuhudia katika vyombo vya habari ya kwamba ni Umoja wa Ulaya umeipa Tanzania siku 30 kumaliza swala la mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu. Serikali ya Tanzania imepewa siku 30 na kikundi cha mawaziri cha Jumuiya ya Madola CMAG kutatua suala la kuzuiliwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa Tundu Lissu kupitia njia za kisiasa na kisheria, na kuachia huru watu wengine wanaoshikiliwa kwa sababu ya kutumia kile kilichotajwa na jumuiya hiyo kama haki zao kwa amani. Maelezo hayo yametolewa Julai 10, 2026 katika mkutano wa pamoja wa dharura wa CMAG ulioambatana na kutolewa tamko hilo ambalo limetaka pia kufanyika kwa jukwaa la mashauriano linaloshirikisha vyama vyote vya siasa Tanzania ndani ya siku 90 ili kujadili mageuzi ya mfumo wa uchaguzi, ushindani wa kisiasa, masuala ya mahabusu na uwajibikaji, na ndani ya siku 60 irejeshe uhuru kamili wa matumizi ya mitandao ya kijamii.